Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daniel Sillo, Naibu Spika wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tambue uwepo wa viongozi kutoka muhimili wa mahakama, lakini pia uwepo wa dada yetu Mama Anna Makinda, Spika mstaafu wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Julius Clement Sangu, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano, waheshimiwa mawaziri na manaibu mawaziri mliopo, Balozi Dr. Moses Kusiluka, Katibu Mkuu Kiongozi, makatibu wakuu na naibu makatibu wakuu mliopo nasi kiongozwa na dada yenu Mary Maganga, Katibu Mkuu wa Kazi, Ajira na Mahusiano, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Njombe Anthony Mtaka, Mheshimiwa Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Mkoa kakangu Deo Sanga, uongozi wa mkoa pamoja na wilaya wa Chama cha Mapinduzi, kinitambue uwepo wa viongozi wa vyama vya siasa mliopo nasi hapa, waheshimiwa wabunge wa Kamati ya Ustawi na Maendeleo ya Jamii, lakini vile vile wabunge wa mkoa huu wa Njombe, ndugu katibu tawala wa mkoa pamoja na Kamati ya Ulinzi na Usalama ya mkoa, ndugu Tumaini Nyamhoka, rais mwenzangu lakini yeye ni wa shirikisho la vyama vya wafanyakazi Tanzania TUCTA, viongozi wote wa TUCTA pamoja na katibu mkuu wa shirikisho ndugu Heri Mkunda, ndugu Oscar Mgaya, mwenyekiti wa chama cha waajiri ATE, mkurugenzi mtendaji Bi Susan Doran, ndugu Caroline Mugala, mkurugenzi wa Shirika la Kazi Duniani, Ofisi ya Afrika Mashariki, waheshimiwa mabalozi na wawakilishi wa mashirika ya kimataifa mliopo, viongozi wa shirikisho la vyama vya wafanyakazi TUCTA mliopo nasi, viongozi wa taasisi za umma na taasisi za sekta binafsi, waheshimiwa viongozi wetu wa dini, machifu na wazee wa mkoa wa Njombe, ndugu zangu wanahabari, ndugu wafanyakazi wenzangu wa sekta ya umma na sekta binafsi, pamoja na wananchi mliokusanyika hapa, ndugu wasanii pamoja na vikundi vya burudani, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu, mshikamano, solidarity. Awali ya yote niruhusu nami niungane na walionitangulia kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kutujalia afya njema na kutufikisha salama hapa Njombe. Tumekutana katika kilele cha maadhimisho ya siku ya wafanyakazi duniani. Kwa wafanyakazi wenzangu tuliosafiri kutoka maeneo mbalimbali ya nchi kuja mkoani hapa, niseme poleni na safari, na kwa wenyeji wetu mkoani Njombe tunasema asanteni sana kwa mapokezi mazuri mliotupatia. Ninafurahi kwamba mmejitokeza kwa wingi. Hongereni sana wana Njombe na wote wa nyanda za juu kusini kwa mwitikio huu mkubwa. Vile vile nitoe shukrani za dhati kwa uongozi wa shirikisho la vyama vya wafanyakazi TUCTA chini ya rais mwenzangu ndugu yetu Tumaini Nyamhoka kwa kuendelea kunipa heshima ya kushiriki na wafanyakazi wenzangu katika maadhimisho ya siku hii muhimu kwa wafanyakazi duniani. Heshima hii inadhihirisha ushirikiano mzuri uliopo baina ya serikali, vyama vya wafanyakazi na wafanyakazi wote katika kujenga nchi yetu pamoja na waajiri. Vile vile niwapongeze Chama cha Walimu Tanzania chini ya uongozi wa TUCTA kwa kuratibu vyema maandalizi ya shughuli hizi. Aidha, nitumie fursa hii kuwapongeza viongozi na wanachama wa CWT na TUCTA pamoja na vyama vyote kwa kushiriki kikamilifu kufanikisha sherehe hizi, bila kusahau uongozi wa mkoa wa Njombe wakiongozwa na mkuu wa mkoa Mheshimiwa Anthony Mtaka kwa uratibu mzuri kwa kushirikiana na Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano. Hakika Njombe imependeza na inavuma. Hongera sana Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Mimi na mkuu wa mkoa Mtaka tuna bahati
moja. Wakati akiwa mkuu wa mkoa wa Simiyu, nilikwenda kwenye sherehe za 8/8 na kwa mara ya kwanza akapata uwanja mkubwa wa kufanyia shughuli zake ndani ya mkoa. Lakini akiwa mkuu wa mkoa hapa amepata uwanja huu leo, na hakika baada ya sherehe hizi uwanja huu unakwenda kutumika na mambo mengine zaidi. Hongera sana Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Wakati maandamano yanapita hapa, nilikuwa nasikiliza mabishano baina ya waziri mkuu na rais wa TUCTA. Wanasema Singida tumeibiti. Mkuu wa mkoa waziri mkuu anasema kidogo, lakini labda kwa sababu uwanja wenu mkubwa, lakini kwa popote Njombe oye. Ndugu zangu, nawapongeza pia wafanyakazi wote mliotunukiwa tuzo leo. Hongereni sana. Na kwa wale ambao hawakupata tuzo mwaka huu, seme kwamba tunatambua thamani ya mchango wenu kwa taifa. Pongezi na shukrani zangu kwenu wanahabari, wananchi, wasanii na vikundi mbalimbali vya burudani kwa ushiriki wenu mkubwa katika maadhimisho haya. Kwa kuwa ninazungumza nanyi kwa mara ya kwanza tangu kufanyika kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, nitumie fursa hii kuwashukuru sana wafanyakazi wote wa Tanzania kwa kushiriki kikamilifu katika uchaguzi mkuu na kukipa ushindi mkubwa Chama cha Mapinduzi ambacho kimeniweka mimi kuendelea kuwa kiongozi wa nchi hii. Ninawashukuru pia kwa kuendelea kudumisha amani, utulivu na mshikamano ndani ya nchi yetu. Ndugu viongozi, wafanyakazi na Watanzania wenzangu, nimefarijika kuona mmeamua kushabihisha maadhimisho ya siku hii ya wafanyakazi na dira yetu ya taifa ya maendeleo kwa kauli mbiu inayosema kazi zenye staha ni nguzo imara kwa maendeleo endelevu katika utekelezaji wa dira ya taifa 2050. Hii inaonyesha uelewa mzuri wa wafanyakazi kwa dira yetu ya maendeleo ya miaka 25 inayokuja. Kauli mbiu hii inaonyesha mwelekeo wetu sahihi tuliojiwekea katika dira yetu kama taifa katika kuyafikia malengo ya maendeleo kwa kutangaza heshima, utu na ustawi wa mfanyakazi. Kama tunavyofahamu, kazi ni zaidi ya kipato, kazi ni utu, kazi ni heshima. Kazi si msingi wa maisha ya mfanyakazi na familia pekee, bali kazi ni uhai wa taifa kwa ujumla. Ndio maana tunapozungumzia kazi zenye staha, tunazungumzia ajira yenye heshima, usalama, kipato cha haki na halali na mazingira yanayolinda utu wa mfanyakazi. Hapo ndipo inapodhihirishwa dhana yetu ya kazi na utu, tunasonga mbele. Kwa mujibu wa viwango vya shirika la kazi duniani ILO, na kwa kuzingatia lengo namba 8 la maendeleo endelevu, zile SDGs namba 8, linalohusu kazi zenye staha na ukuzaji uchumi, kazi yenye staha inajengwa katika nguzo kuu 4. Nguzo ya kwanza ni upatikanaji wa ajira yenyewe. Nguzo ya pili, ulinzi wa haki kazini. Nguzo ya tatu, hifadhi ya jamii, na nguzo ya 4 ni ushirikishwaji mahala pa kazi, yaani utatu wetu: mwajiri, serikali na mwajiriwa au vyama vya wafanyakazi. Yameelezwa vizuri na ndugu yangu wa ILO, lakini pia waziri wa kazi naye ameeleza mambo ambayo yanafanyika katika utatu wetu na kuangalia haya mambo 4 ambayo yanaleta kazi yenye staha. Sisi sote ni mashahidi wa namna serikali yetu ilivyojitahidi kwa kiwango kikubwa katika kuzitekeleza nguzo hizo. Tunafanya haya tukiamini kwa maendeleo na ustawi wa taifa letu yana maana ikiwa yatagusa maisha na ustawi wa mfanyakazi. Ndugu viongozi na wafanyakazi, tunaanza utekelezaji wa dira yetu
katika mwaka ujao wa fedha 26/27, na tumejiwekea malengo makubwa ya kuwa na uchumi wa dola za Marekani zifikazo trilioni 1 ifikapo mwaka 2050. Hii ina maana kwamba miaka 25 ijayo tukifika 2050, kwa wale watakaofika watashuhudia Tanzania ikiwa na uchumi mkubwa wa trilioni 1 dola, sio Tanzania shilling. Haya ni malengo makubwa sana, lakini malengo haya ninakubaliana nanyi wafanyakazi kwamba wafanyakazi ambao ni nguvu kazi ya taifa letu, mnayo nafasi na wajibu mkubwa katika kufanikisha utekelezaji wa malengo haya. Malengo haya tunategemea nyinyi wafanyakazi kutoa mchango mkubwa katika kuyafikia. Hivyo niwahakikishie kwa serikali itaendelea kutambua na kuthamini mchango wa kundi hili kwa kuendelea kuboresha mazingira mazuri yenye staha kwa wafanyakazi wote wa sekta ya umma na sekta ya binafsi katika kutimiza safari hii ya maendeleo tunayokwenda kuianza mwezi Julai mwaka huu. Ndugu zangu, nimepokea kwa moyo wa shukrani pongezi zilizoelekezwa kwa serikali kutokana na mafanikio makubwa yaliyopatikana ambayo yanawagusa moja kwa moja wafanyakazi. Kimsingi niseme tu kwamba mafanikio hayo si jitihada za serikali peke yake, bali ni ushirikiano kati yetu wafanyakazi wa umma na sekta binafsi, waajiri na serikali. Bila ushirikiano huo, utayari na nguvu na jitihada zenu, tusingeweza kuyafikia mafanikio tunayoeleza leo hapa. Ni nguvu za wafanyakazi zimechangia katika mafanikio hayo. Hivyo basi, ninawashukuru sana kwa ushirikiano mnaotupatia wakati wote. Wafanyakazi oi! Aidha, naomba mniruhusu nitumie fursa hii kueleza kwa ufupi mambo makubwa tuliyofanya katika sekta ya kazi tunapoanza kipindi cha pili cha serikali ya awamu ya 6. Ndugu yangu Katibu Mkuu wa TUCTA ameeleza mambo mengi, lakini mengi ya yale tuliyafanya kipindi cha kwanza, then tukaenda kwenye uchaguzi, na sasa kuna mambo machache ambayo tumeyafanya ambayo pia ndugu Rais naye aliyagusia. La kwanza ni lile la ajira ndani ya sekta ya umma. Ajira 1012 tayari zimeshatoka. Hizi ni kwa ujumla mbali ambazo zimetangazwa na watu wanaendelea kuomba. Huko mbele tutakuja kuwaambia ni ngapi. Aidha, serikali imeratibu upatikanaji wa fursa za ajira nje ya nchi kama alivyosema, na vijana wa Kitanzania 7593 tumewapatia ajira nje ya nchi. Mipango ya kutafuta fursa zaidi za ajira nje ya nchi inaendelea ili kupunguza changamoto za ajira kwa vijana wetu. Katika hili nakubaliana na TUCTA kwamba tunahitaji kuwa na utaratibu wa wazi na usimamizi madhubuti wa Watanzania wanaokwenda kufanya kazi nje ili kuhakikisha haki na maslahi yao yanalindwa ipasavyo. Ninawashukuru TUCTA pia kwa kuanzisha kitengo maalum cha kushughulikia masuala haya. Na hapa nielekeze pia ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano kuratibu na kusimamia kikamilifu swala hili kwa kushirikiana na Wizara ya Mambo ya Nje pamoja na balozi zetu. Kuratibu na kuharakisha. Najua kuna maombi mengi kutoka nchi za nje yanataka wafanyakazi, kwa hiyo mratibu na mharakishi vijana wetu wapate kazi nje, lakini msimamie maslahi yao. Jambo la pili ambalo serikali limefanya kama alivyosema Mheshimiwa Rais, kuongeza kima cha mshahara kwa sekta binafsi, na hapa nataka nishukuru sekta binafsi kwamba 80% ya waajiri wa sekta binafsi wameanza kulipa viwango hivyo, na bado tunaendelea kuzungumza na 20% iliyobaki ili nao walipe kima hicho cha chini cha mshahara. Nawapongeza kwa hatua hiyo, kwani huo ndio mwelekeo tunaotaka ili dhana ya kazi yenye staha
isibaki kuwa nadharia, bali iguse maisha ya mfanyakazi kwa vitendo. Kwa waajiri ambao bado hawajaanza kulipa viwango hivyo, naomba mfanye hivyo, na namuona rais wa ATE hapa pamoja na viongozi wengine. Naomba mtusaidie kuendelea kuelimisha na kuhamasisha wanachama wenu kutekeleza viwango hivyo vipya. Jambo jingine la kuboresha upatikanaji wa huduma jumuishi za kinga ya jamii kwa wote. Serikali imezindua programu ya nchi ya kazi za staha itakayotekelezwa kwa kipindi cha miaka 5 hadi mwaka 2030. Programu hii ina lengo la kuhakikisha Watanzania wapatao ajira zenye staha wanapata ajira zenye staha zinazozingatia haki, usalama, kipato, ulinzi wa kijamii na fursa sawa kwa wote. Aidha, serikali imezindua hifadhi scheme ili kuhakikisha wananchi waliojiajiri au walio katika sekta isiyo rasmi wanajumuishwa katika mfumo wa hifadhi ya jamii. Na hapa niombe mfuko wa hifadhi ya jamii unaoshughulika na sekta binafsi ianze kutoa elimu kwa umma jinsi walivyojitayarisha na kupokea sekta isiyo rasmi ndani ya mfuko huo, lakini hata sekta husika, wizara na waajiri nao waanze kutoa elimu kwa wafanyakazi wao. Jambo jingine lililofanywa na serikali ni kukuza kazi zenye staha au ajira zenye staha kwa kutoa shilingi bilioni 200 kwa vijana ili kudhamini na kupeleka mitaji kwa kampuni changa ili kampuni zile zikue na ziweze kuajiri vijana zaidi au kuanzisha kampuni mpya za vijana zitakazoweza kuleta ajira zenye staha. Ndugu viongozi, wafanyakazi na Watanzania wenzangu, nimeisikiliza kwa makini risala ya TUCTA. Nimesikia hoja, ushauri na mapendekezo mbalimbali. Niwahakikishie kuwa serikali tumezipokea na tutaendelea kuzifanyia kazi hoja zote kwa kuzingatia maslahi ya wafanyakazi na taifa kwa ujumla. Lakini niwapongeze, katika hotuba ile mmeisemea serikali kisawasawa. Yale mazuri yote yaliyofanywa wafanyakazi yamesemwa kisawasawa, na hili linabainisha kukua kwa ushirikiano, kukua kwa mahusiano, na ndio maana wizara yenu nikaongeza na neno mahusiano, kukua kwa mahusiano baina ya waajiriwa, wafanyakazi na serikali. Na ndio maana sasa lugha hazigongani baina ya serikali na wenzetu wale wawili. Katika mchakato mliobainisha wa kuridhia mikataba ya shirika la kazi duniani, napenda niwajuze kwa serikali inaendelea na taratibu husika kwa kushirikiana na wadau mbalimbali ili mikataba hii itakapokamilika ilete tija na manufaa kwa wafanyakazi na taifa kwa ujumla. Kuhusu ushirikishwaji wa wafanyakazi, tutaendelea kusisitiza majadiliano ya pamoja mahali pa kazi kama msingi wa mahusiano bora kazini na kuimarisha mazingira yatakayowawezesha kushiriki kikamilifu katika maamuzi yanayowahusu, hususan katika sekta binafsi ambako bado kunahitaji nguvu ya ziada. Ndugu zangu, serikali imeanza kulipa na itaendelea kufanya hivyo. Imeanza kulipa malimbikizo ya madeni ya hifadhi ya jamii, posho za likizo na uhamisho, pamoja na malimbikizo ya mishahara. Tumeanza kulipa na tutaendelea kufanya hivyo kulingana na tathmini inavyoendelea. Hatuletewi tu madai tukalipa hapo hapo, lazima tutathmini, na yale yanayothibiti kwamba ni madai halali tumeanza kulipa na tutaendelea kulipa. Hoja nyingine zote, ndugu zangu wa TUCTA, tumezipokea na ninaelekeza ofisi ya Waziri Mkuu Kazi, Ajira na Mahusiano kwa kushirikiana na TUCTA na ATE na wadau wengine kuzifanyia kazi na kuzipatia ufumbuzi, sababu lazima tuzifanyie kazi kwa pamoja, sio serikali peke yetu.
na ni imani yangu kuwa panapo mazungumzo haliharibiki jambo. Kwa waziri, vuta wenzio mzungumze, zifanyeni kazi hoja hizi moja baada ya nyingine ili mzimalize na tuende. Najua kwenye wengi, kwenye kazi, kwenye mahusiano, hoja zinaibuka tu. Tumalize hizi, tupokee nyingine, tuendelee kuzifanyia kazi. Ndugu zangu, tunapoangalia mustakabali wa taifa letu na kwa kuzingatia mwelekeo wa mabadiliko ya siasa na chumi za dunia unavyoweza kuathiri ulimwengu wa kazi, ni lazima waajiri na wafanyakazi tujiandae ipasavyo. Kama mnavyosikia, duniani huko mabadiliko ni makubwa. Kuna mambo yanaendelea huko ambayo kwa vyovyote vile yanaathiri chumi za dunia nzima, na hasa sisi nchi zinazoendelea. Kwa vyovyote vile lazima tukae kitako, tujitahidi au tujitayarishe kukabiliana na hali jinsi inavyobadilika. Na hili nataka nililathibishe na yale aliyosemwa na bunge lilipopita hapa, kwamba huko hayo mambo yanayotokea yanaleta ugumu wa maisha. Serikali ina mpango gani? Nataka niseme kwamba ule ugumu unaanza serikalini kwanza, alafu ndio unakwenda kwa wengine. Kwa hiyo kwa ugumu huo serikali tunaendelea kufanya majambo na kuhakikisha kwamba wananchi wetu ndani ya Tanzania watabaki na kiwango hiki cha maisha tulicho nacho, au ikibidi mambo yakiwa mazuri, mambo yawe mazuri zaidi, lakini tunajitahidi tusirudi chini kutoka hapa tulipo. Kwa upande mwingine, maendeleo ya kiteknolojia na mifumo ya uzalishaji vinaendelea kubadilika, na ajira zijazo zinahitaji ujuzi, maarifa na teknolojia mpya. Hivyo basi, serikali na sekta binafsi tuna wajibu wa kuwekeza kwa makusudi katika elimu, maarifa na ujuzi kwa nguvu kazi yetu, ili iweze kuhimili na kumudu ushindani wa soko la ajira la sasa na la baadaye. Sisi serikali tutaendelea kuimarisha mikakati ya kurasimisha sekta isiyo rasmi ambayo inaajiri mamilioni ya Watanzania, sambamba na kuimarisha mawasiliano na ushirikishwaji wa makundi hayo katika masuala ya kazi na maendeleo ya taifa. Ndugu zangu, ninapoelekea kuhitimisha, niendelee kusisitiza wajibu wetu katika ujenzi wa nchi yetu. Sote kwa pamoja hatuna budi kushirikiana, kuaminiana na kutanguliza maslahi ya taifa letu. Ninawahimiza tuendelee kufanya kazi kwa bidii, kwa uadilifu na kwa weledi ili kujenga uchumi imara na ustawi wa jamii. Serikali itaendelea kuboresha mazingira ya kazi na maslahi ya watumishi kwa kadri uchumi utakavyoruhusu. Tutaendelea kuchukua hatua zaidi za kuimarisha ustawi wa wafanyakazi, na kwa hivyo ndugu zangu, chapeni kazi. Serikali ipo, inawasikiliza na inawathamini. Kazi na utu. Ndugu wafanyakazi, kama isemavyo kauli mbiu yetu, kazi haiwezi kuwa na staha bila amani, na hakuna ustawi wa mfanyakazi bila utulivu wa taifa. Sasa ni wajibu wetu kuhakikisha kwamba tofauti zetu hazigeuki kwa sababu ya kuhatarisha misingi ya amani, umoja na mshikamano tulioachiwa na waasisi wetu. Tushikamaneni, tufanye kazi, tujenge taifa letu na tujenge heshima ya nchi yetu. Kwa ndugu zangu wa Njombe, mmemsikia mkuu wa mkoa. Ujaji wangu leo alipanga mambo mengi niyafanye ndani ya leo, na ingewezekana nibaki mpaka kesho, lakini kuna majukumu ya kitaifa mengine yananihitaji, nabidi leo nirudi tena Dar es Salaam. Lakini niwaahidi kwamba nitakuja kwa ziara rasmi. Nitakuja kwa ziara rasmi
ili nione yale yote mkuu wa mkoa ambayo ameyasema, na ikibidi tupokee mapya ya kwenda kuyafanyia kazi ili Njombe ipae kwa maendeleo. Njombe oye! Na mwisho kabisa, ninawashukuru wafanyakazi wote kwa kuthamini jitihada zilizofanywa na zinazoendelea kufanywa na serikali katika kuboresha maslahi yenu au maslahi ya wafanyakazi katika sekta ya umma na katika sekta binafsi. Kama alivyosema Rais wa TUCTA kwamba mwaka huu katika kikao chetu hawakuja na madai mapya, na hawakuja na madai mapya, wao wenyewe walikuja na kauli ya kunipa pole kwamba tumetoka kwenye uchaguzi na uchaguzi ule tumeugharamia wenyewe wa Tanzania. Kwa hiyo tumetumia kiasi kikubwa cha fedha ambazo tulikuwa tukikusanya huko nyuma. Lakini pia kama nilivyosema, kuna mabadiliko ya kisiasa na chumi za dunia ambayo yanaathiri pia uchumi wetu. Kwa nako huko tumeathirika kidogo, tunaendelea kujipanga. Lakini vile vile kwa bahati mbaya tumepata uharibifu wa mali zilizoharibika wakati wa vurugu Oktoba 25, lakini uharibifu wa miundombinu inayotokana na mvua kuwa kubwa ndani ya nchi yetu. Kwa hiyo fedha tunayoikusanya tunaelekeza kwenye urekebu au kurekebisha miundombinu iliyoharibika. Lakini vile vile kulipa madeni, tumesema tulipe kwanza madeni ya wafanyakazi, madeni ya wakandarasi, ili tunapoanza utekelezaji wa dira mpya tuanze tukiwa na mwelekeo mzuri unaoeleweka. Kwa maana hiyo ndio sababu TUCTA mwaka huu wamesema, mheshimiwa, wewe chapa kazi tu, mwaka huu tutafunga mkanda, tutakuja kukudai mwakani. Na mimi nikawaambia mwakani, ikiwa tutachapa kazi na uchumi utakuwa kwa kiwango kinachoridhisha, tutakuja kuangalia na mwakani. TUCTA oye! Wafanyakazi safi! Ndugu zangu, nataka niwahakikishie kwamba pamoja na changamoto zilizopo, kama nilivyosema, kadri uchumi wetu utakavyoendelea kuimarika, basi tutaendelea kuboresha maslahi ya wafanyakazi wetu. Nachowaomba tuendelee tena kuchapa kazi kwa bidii, weledi na uzalendo wa hali ya juu. Kwa kufanya hivyo, tutaendelea kukuza uchumi wa nchi yetu na kugawana vizuri ile keki ya taifa kama matunda na juhudi ya jasho letu. Baada ya kusema hayo, sasa nishukuru sana mkuu wa mkoa na wananjombe wote kwa zawadi mlionipa mimi na ujumbe wangu uliofuatana nao. Ukiacha mawaziri wao sio ujumbe wangu, lakini na ujumbe wangu niliofuatana nao. Kwa tunashukuru kwa zawadi, tunashukuru sana. Lakini maziwa haya, ujue ninapokuwa na baraza la mawaziri pale Ikulu, wanapikiwa chai ya maziwa hawa. Kwa hiyo ng'ombe hawa wanakwenda kuchangia huko kwenye kuwapikia mawaziri chai ya maziwa. Nawashukuru sana wananjombe. Na baada ya kusema hayo, sasa niwatakie wafanyakazi wote nchini heri ya maadhimisho ya Mei Mosi au sikukuu ya wafanyakazi. Lakini Mungu atutie nguvu ili tuweze kufanya kazi zaidi kwa manufaa na mustakabali mwema wa taifa letu. Tanzania oye! Tumuombe Mwenyezi Mungu aibariki nchi yetu Tanzania, lakini Mungu alibariki shirikisho letu la vyama vya wafanyakazi, atubariki serikali na waajiri wote wa sekta binafsi. Na asanteni sana kwa kunisikiliza. Asanteni sana. Naomba tuinuke kwa heshima Mheshimiwa Rais. Mshikamano! Mshikamano! Konde Boy, Harmonize, karibu.